بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من البدع والضلال والنار. Naam, ndugu zangu katika imani, ikiwa tunaendelea na darasa yetu ya at-tauhid, darasa ya tauhid katika kitabu al-mulakhas fi sharh kitab at-tauhid. Na leo biidhnillah tutaingia katika mlango unaosema babu ma jaa fi dhabhi li ghairi Allah, yale yaliyokuja fi dhabhi li ghairi Allah, katika kuchinja kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kusha kuangalia katika mlango uliopita mambo ambayo ni katika shirki, ikiwa ni pamoja na mtu kwenda kutegemea miti ama kutegemea mawe ama kutegemea kwenda kutabaruku katika makaburi wa hakadha. Kwa hivyo leo tutakuja katika ibada nyingine miongoni mwa ibada, nayo ni ya kuchinja, lakini iliyokuja hapa fi dhabhi li ghairi Allah, kuchinja kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ma jaa fi dhabhi li ghairi Allah ay min alwa'idi wa fi bayani hukmihi, katika makemeo yaliyokuja, maonyo yaliyokuja, makatazo yaliyokuja kunako kuchinja kwa asiyekuwa Allah, na kubainisha hukumu yake, na kubainisha hukumu zake za kisheria, yani watu wafaa wachinje kwa ajili ya nani. Munasabatul bab li kitab at-tauhid, munasab wa mlango huu katika kitabu tauhid, munasaba wa mlango huu katika kitabu tauhid anasema al-allama al-Fawzan أن فيه بيانا لنوع من أنواع الشرك المضاد للتوحيد. Hakika ndani yake ya huu mlango kuna kuwekwa wazi ama kuna kubainisha aina miongoni mwa aina za shirki. Hii kuchinja, yani watu wakachinja kwa asiyekuwa Allah, ni aina pia mojawapo ya aina za shirki, ni aina mojawapo ya aina za shirki, kwa sababu kuchinja ni ibada na watu yatakikana wachinje, ama ibada hii ya kuchinja waielekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wala wasielekeze kwa mwingine yoyote, si katika mizimu wala majini wala mfano wa hivyo. Yani kama ni kuchinja, wachinje kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema al-Imam al-Mujaddid rahimahullah Muhammad ibn Abdul Wahhab, wa qawli Allah ta'ala, na ameanza kwa aya na kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala iliyopo katika suratul An'am aya 120, aya 162 mpaka 163. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, qul, akimwambia mtume Muhammad kwamba waambie, inna salati,
hakika ya swala yangu, yani swala hizi ambazo tunaziswali, hakika ya swala yangu, wa nusuki ay wa dhabhi, na kichinjwa changu ama kuchinja kwangu, wa mahyaya, na uhai wangu, wa mamati, na kifo changu, lillahi rabbil alamin, vyote hivi vinamstahiki Allah subhanahu wa ta'ala, ni vya Allah, lillahi rabbil alamin, ni vya Allah mlezi wa ulimwengu wote, la sharika la, akiwa yeye peke yake hana mshirika. Wa bidhalika umirtu, na kwa ajili hiyo nimeamrishwa, ana awwalul muslimin, na mimi ni wa mwanzo kabisa katika kusilimu, kufuata hayo kwa kuyatekeleza. Kwa hivyo leo idhnillah tutakuwa na aya hii, kama muda pia utaruhusu tutaingia katika aya nyingine ambayo inayofuata. Haya, qul inna salati, anaambiwa Mtume Muhammad, waambie hakika ya swala yangu, wa nusuki, na kuchinja kwangu, yani hapo wa dhabhi, na kuchinja kwangu, wa mahyaya, yani ma atihi fi hayati, kila ninachokifanya katika maisha yangu, yale yanayotokea katika uhai wangu yote, wa mamati, ma amutu alayhi min al-imani wal amali salih, yale ambayo ni yani kile kitu ambacho nitakufia nacho, yani umauti wangu mimi, yote yale ambayo yanaambatana na mauti, lillahi rabbil alamin, vyote hivi viko chini ya Allah mlezi wa ulimwengu wote, la sharika la, yani peke yake. Kama ni swala yangu mimi ambazo tunaswali, yani swala ambazo sisi tunaswali, yafaa tunaswali kumuelekezea Allah. Hivyo kadhalika ikija katika kuchinja, pia vile vile tuchinje kwa ajili ya Allah. Huko mbele tutaona yani kwa nini Allah hapa ameunganisha swala na kuchinja, kwa sababu hapa tunaona qul inna salati wa nusuki, yani imeungana vyote, swala na kuchinja. Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala ameunganisha hivi? Kisha baada ya kusema hivyo, la sharika la, yani ni vya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wa bidhalika umirtu, na kwa ajili hiyo mimi nimeamriwa, wa ana awwalul muslimin, na mimi ndio wa mwanzo katika kusilimu, ay awwalu man yamtathilu min hadhihi al-umma, mwanzo kabisa kutekeleza hayo yote katika huu umma. Kama ni sala kwa ajili ya Allah, kama ni kuchinja tunachinja kwa ajili ya Allah. Uhai wote na mambo yote katika uhai, vyote vinaambatana kwa Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja pia na umauti. Haya, almaana alijmali lilaya, maana ya moja kwa moja iliyopo katika hii aya, anasema al-allama al-Fawzani hafidhahu Allah, ya'muru Allahu nabiyahu sallallahu alayhi wasallam an yaqula lilmushrikina alladhina ya'buduna ghayra Allahi wa yadhbahuna lighayrihi. Allah subhanahu wa ta'ala anamuamrisha nabii wake awaambie washirikina, anawaambia yani Allah anamuamrisha nabii wake awaambie hao washirikina ambao walikuwa wakimwabudu, yaabuduna ghaira Allah, wanamwabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa yadhbahuna lighairihi, na wale waliokuwa wakichinja kwa asiyekuwa Allah. Kitu tulipata kusoma, watu walikuwa wakichinja kwa ajili ya masanamu. Sanamu hii alikuwa akionekana kuwa ni Mungu, basi watu wanamchinjia, yani wanachinja kwa ajili ya ile sanamu na kwenda kupaka damu katika yale masanamu. Kadhalika pia leo hii tunaona wapo watu wanaochinja kwa asiyekuwa Allah. Mathalan, kwa maelekezo ya mganga, labda mganga na mtuma kalete hii, ama kalete kuku wa rangi hii, ama kalete mbuzi wa rangi hii, alafu kisha fikishwa pale, wao wanachinja kwa malengo mathalan ya jini, kwa maelekezo ya jini wanachinja, ama wanachinja kumuelekezea mzimu mathalan, na mambo mengineyo mengi ambayo wao wanachinja kwa ajili ya asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hapa hii ni amri, maana hapa tunaona imeanza na qul, waambie. Hii ni Allah subhanahu wa ta'ala yuamrisha nabii wake
awape habari wale mushrikun ambao walikuwa wakimwabudu asiyekuwa Allah, pia wakichinja kwa asiyekuwa Allah. Awaambie nini? Inni ukhlisu lillahi salati wa dhabhi wama ahya wama amutu alayhi min al-imani wal amali salih. Awaambie kwa hakika mimi namtakasia Allah subhanahu wa ta'ala swala yangu, maana swala yangu mimi naswali kumwelekezea Allah, wa dhabhi, na kichinjwa changu mimi ambacho ninachinja basi ninachinja kumwelekezea Allah subhanahu wa ta'ala, wama ahya, na yale ambayo mimi ninapata uhai kwayo, maana na uhai wangu, wama amutu alayhi, na yale ambayo mimi nitakufa, kama ambacho nitakufa nacho. Vyote hivi ni vya Allah subhanahu wa ta'ala. Usrifu kulla dhalika lahu wahdahu la ushriku bihi ahadan, vyote hivi navielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala simwekei mshirika. Yani la ushriku bihi, simshirikishi, simwekei mshirika, yani ikawa naelekeza labda kwa kitu kingine asiyekuwa yeye Allah. La ushriku bihi ahadan akasa ma antum alayhi min ash-shirki bihi, ikiwa niko kinyume, yani naenda kinyume kabisa na yale ambayo nyinyi mliokuwa mkiyafanya katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Manake vyote hivi ni vya Allah subhanahu wa ta'ala, vinamstahiki Allah. Na hili watu wafaa wawe makini sana, vichinjo vyao ambavyo wanavichinja wavichinje kwa ajili ya Allah, kwa sababu ukichinja kwa asiyekuwa Allah, hii ni shirki, unamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Munasabatul ayati lilbab, munasabatul ayati lilbab, munasaba wa aya katika huu mlango, annaha tadullu ala anna adh-dhabhu lighairi llahi shirkun. Ndani yake hii aya kunatoa dalili, yani ndani yake kuna dalili ya juu ya kuchinja, ama mtu anayechinja kwa asiyekuwa Allah kuchinja, anna adh-dhabhu lighairi llah, anna adh-dhabha lighairi llahi shirkun, kuchinja kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni shirki. Kama ni kuchinja, watu wanachinja kwa ajili ya Allah. Ndio maana kuna dua, mtu akiwa anachinja anasemaje? Bismillahi Allahu akbar, na kisha anakata ule mnyama wake katika shingo. Ingawa yapo maelekezo mengi sana juu ya kumchinja mnyama wako, lakini hapa tunazungumzia masala ya tauhid. Kuna masala pia ya fiqhi ambayo imeelezea kwa undani na kwa urefu zaidi jinsi gani ama namna gani wewe ukitaka kumchinja ule mnyama wako yatakikana umchinje vipi, muelekeze qibla, kisu chako kiwe kikali, uhakikishe sehemu ambayo unachinja ni sehemu sahihi. Kuna mambo mengi yameelezwa katika fiqh. Hapa tupo katika tauhid, tunaeleza mambo na tauhid, yani watu kama wanachinja wachinje kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wachinje kuelekeza kichinjwa chao kwa Allah. Na hii ni kwa sababu kuchinja ni ibada, kuchinja ni ibada. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya akaunganisha qul inna salati wa nusuki, ndio maana vikaja hivi vitu viwili, vyote hizi ni ibada. Kwa hivyo atakayezipeleka hizi kwa asiyekuwa Allah, basi afahamu anakwenda kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Nafikiri tunakwenda pamoja na tunafahamiana mpaka hapo, tunakwenda pamoja na tunafahamiana mpaka hapo, walillahi alhamd. Hai, na ma yustafadu min al-aya, faida tunazozipata katika hizi ayat, faida tunazozipata katika hizi aya, yani kuanzia aya ya 162 mpaka 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Faida tunazozipata katika aya hizi, faida ya kwanza anasema al-Imam al-Sheikh al-Fawzan hafidhahullah, anna adh-dhabha li ghayri llahi shirkun,
anna adh-dhabha lighayri llahi shirkun akbar li'annahu qaranahu bis-salah. Fakama anna man salla lighayri llahi faqad ashraka fakadhalika man dhabaha lighayrihi faqad ashraka. Faida ya kwanza tunayoipata tukisoma hizi aya ni kwamba hakika kuchinja, yani kichinjo kile ambacho kitaelekezwa kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, watu wakachinja wakaelekeza vichinjwa vyao kwa asiyekuwa Allah, basi wafahamu hiyo ni shirkun akbar, ni shirki kubwa. Na tukisema shirki kubwa, manake hii inamtoa mtu hasa katika Uislamu, na akifa na hiyo basi atakaa motoni moja kwa moja, yani moja kwa moja kwa Allah, hakuna msamaha ikiwa mtu atakufa na shirki kubwa. Na shirki kubwa itamfanya mtu akae motoni milele ikiwa atakufa pasina ya kutubia, kuleta tauba na istighfar, akimshirikisha Allah shirki kubwa. Kwa hivyo kuchinja, kuelekeza kichinjwa chako kwa asiyekuwa Allah, shirkun akbar, ni shirki kubwa. Sikilizeni kwa makini wale ambao mnachinja kwa ajili ya mizimu, mnachinja kwa ajili ya kutoa kafara upate mali au upate kadha wa kadha, ama unachinja kwa ajili ya mizimu, unachinjia mababu zao, unachinjia sijui mizimu wa babu, ama unachinjia miti, ama unachinjia unafanya matambiko, unachinjia jini fulani. Unakwenda kwa mganga, unaambiwa kuna jini fulani, huyu anahitaji damu ya mnyama, anahitaji damu ya ng'ombe. Tunayaona haya jamani, tunayaona yamedhihiri leo. Watu wanaenda kwa waganga, wanaambiwa ili upate mali yatakikana utoe kafara fulani. Na subhanallah, watu inafika mahali mpaka unaambiwa mtoe mama yako, yani mama yako afe, majini wanywe ile damu yake, ndipo utakapopata mali. Ama baba yako, ama mwanao, ama umchinje, unaambiwa umchinje. Na ndio maana tunaona leo subhanallah, ukatili umeenea katika jamii. Ukatili umeenea katika jamii, ukatili umedhihiri. Watu wanawaua watoto wao, wanawachinja. Mtu anamchinja mtoto wake kabisa mdogo. Ukija kufuatilia haya yote ni maelekezo aliyopata kwa mganga wake, kwa mtaalamu wake, eti mchinje mwanao utapata mali, ama mfanyie hivi na hivi utapata mali, utapata mafanikio. Watu wamesahau kwamba baada ya haya yapo yanafuata huko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Majibu itatakana ukamjibu Allah. Kwanza fahamu unafanya shirki, unamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala eti kwa kutafuta mali, mapambo duni kabisa ya kidunia. Wallahu almusta'an. Kwa hivyo faida hii ya kwanza, anayechinja ama kichinjo ama kuchinja kwa asiyekuwa Allah, hii ni shirki kubwa kabisa. Kwa sababu gani ni shirki kubwa? Liannahu, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala, na hii kuchinja hii, qaranahu bisalati, ameiunganisha na swala. Maana swala ni ibada kubwa. Qul inna salati wa nusuki, maana hapa vitu viwili vimeunganikana hivi. Fakama anna man salla li ghairi llahi faqad ashraka, kama vile ilivyokuwa yule atakayeswali akaelekeza swala yake kwa asiyekuwa Allah, faqad ashraka, huyo mtu amefanya shirki kubwa. Fakadhalika man dhabha li ghairihi, pia vile vile kadhalika itakuwa yule atakayechinja akaelekeza kichinjwa chake kwa asiyekuwa Allah, faqad ashraka, pia moja kwa moja huyo mtu atakuwa amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tuhifadhi na haya. Na hii yote ni watu kutokuridhika na hali zao, watu kutokuridhika na maisha yao. Waridhika ndugu yangu Muislamu, Allah amekukadiria utapata hicho ulichopata, walillahi alhamd. Ridhika na alichokukadiria Mola wako, hicho ndicho chenye khairi na wewe. Watu waache tamaa, tusiathirike na maisha ya dunia, bali tuathiruna alhayata dunya. Hii yote hii watu kuipenda sana dunia, kuathirika na maisha ya kidunia, ndio inawapelekea mpaka kwenda kumshirikisha Allah. Anaambiwa tufanye kadha wa kadha utapata mali. Mimi maisha yangu ni magumu, vipi niweze kupata utajiri, nimiliki magari? Utapata hayo yote, lakini fahamu utaishi hapa duniani wewe miaka 50, miaka 60, miaka 70, utakufa. Hakuna anaidumu hapa milele. Ukisha kufa sasa, huko unapoelekea huko ipo safari ndefu sana, yapo utakayekwenda kuyakutana nayo huko, na utahitajika ulipo kwa kila ulichokifanya duniani. Kama ulifanya mema utalipwa mema, na kama ulifanya maovu
basi hautalipwa ila kile ulichokifanya. Wal billah. Allah subhanahu wa ta'ala atuhifadhi, atukinge na atuweke mbali na kumshirikisha yeye. Eti kisa tu tunatafuta mali, tunatafuta cheo, ama tunatafuta kupendwa na fulani, ama tunatafuta uzuri, ama kadha wa kadha. Yote haya tufahamu ni katika mapambo ya kidunia. Sisi hapa sio makazi yetu haya, si mahala petu hapa. Kwetu sisi Waislamu ni peponi. Peponi huko janna, tukakae huko peponi pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo usiuze pepo yako kwa starehe fupi, starehe ndogo, starehe za uongo za maisha ya kidunia. Starehe za maisha ya kidunia ambayo yatapita. Eti nitafute mali, nitapataje mali? Fanya riziki, fanya kazi ya halali. Allah subhanahu wa ta'ala ameibariki kazi ya halali. Kuna baraka ndani yake, kuna riziki iliyokuwa nzuri, riziki iliyokuwa tamu wala haina hofu. Na nyinyi angalieni hao wote hao ambao mali zao wanazipata kwa kuchinja, kutoa kafara, kumwaga damu za watu, kudhulumu watu. Angalieni mali zao. Wallahi utawaona labda ana mali nyingi, ana magari, lakini anaishi maisha magumu sana. Anateseka, ana stress ambayo unaambiwa labda unakuta amepewa sharti asilale, asilale kitandani, awe analala chini. Sasa hizo mali zote zinamnufaisha nini? Yaani unaambiwa kama unamiliki hayo yote unayomiliki, lakini usilale kitandani, ulale chini, au ulale kwenye jeneza, au ulale sijui makaburini, ama ulale sijui na nyoka. Haya yote ya nini hii? Kwa nini usitafute kilichokuwa cha halali, ukaridhika, ukatosheka na kile alichokukadiria Mola wako Allah subhanahu wa ta'ala? Yote hii ndio maana watu wanakwenda katika shirki, kwa sababu hawaridhiki, hawana ile alqanaa, kukinai na kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala ndicho alichowakadiria. Allah tujalie qanaa katika mioyo yetu, tukinai na turidhiki na kile ambacho yeye Allah ametupangia na kutukadiria na kutuwekea baina yetu. Hiyo ni faida ya kwanza. Tufahamu anaichinja kwa asiyekuwa Allah, hiyo ni shirki kubwa, kwa sababu huko kuchinja Allah subhanahu wa ta'ala ameunganisha na sala. Kama vile ilivyokuwa mtu anayeswali kwa asiyekuwa Allah anamshirikisha Allah, hivyo kadhalik yule anayechinja kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala pia vile vile amefanya shirki. Faida ya pili, anna salata wadhabha min a'zami al-ibadat. Hakika sala, tumepata kuona faida katika hizi aya. Sala na kuchinja ni katika a'zam, yani ni katika ibada kubwa kabisa. Min a'zami al-ibadat, ni katika ibada kubwa. Na hapa zimekwenda sambamba. Na tutaona pia aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala pia ameunganisha sala na kuchinja. Hii ni katika suratul An'am aya 162 na 163. Allah subhanahu wa ta'ala ameunganisha sala na kuchinja, kuonesha sala, anna salata wa dhabha min a'zami al-ibadat. Hakika sala na kuchinja ni katika ibada kubwa. Haya, faida ya tatu tunayoipata, ujubu al-ikhlas lillahi fi jami' al-ibadat. Wajib wa nini? Wa kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa na ikhlas fi jami' al-ibadat. Katika ibada zote zile ambazo unazifanya, basi fanya kwa ikhlas, fanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama vile swala hii tunamswalia Allah, tunaswali kwa ajili ya Allah, yani tunaswali swala zetu kumuelekezea Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo tukija katika kuchinja vichinjwa vyetu, tuchinje kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na faida ya 4 tunayoipata na mwisho katika hizi aya, anna al-ibadat tawqifiyya. Hakika ibada zote ni tawqifiyya, ay mutawaqqifatun ala amri ash-shar'i ala amri ash-shari'i liqawlihi wa bidhalika umirtu. Yani ibada zote hizi tunazifanya ni kitu ambacho kimewekwa na sheria, ndio maana ya tawqifiyya, yani ni kitu ambacho kina sheria yake tayari. Haitakuwa ni ibada mpaka ije sheria kwamba hii ni ibada, kwa sababu hapa tunaona kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tukiendelea, wa bidhalika umirtu, manake hivyo mimi ndivyo nilivyoamrishwa, manake hiyo ndio sheria, hiyo ni tawqifiyya. Hii nafikiri katika wale watu waliosoma katika somo la usulul fiqh kuna vitu kama hivi unaweza kutana navyo. Kuna tawqifiyya,
kuna wad'iyya katika masala ya ibadat. Kwa hivyo ibada katika masala ya ahkam shar'i kuna tawqifiyya na wad'iyya. Sasa tukija katika ibadati ni tawqifiyya, bimaana paka ije sheria kwamba hii ni ibada, sisi ndio tutafaa kufuata kuwa hii ni ibada. Manake ni sheria ambayo imewekewa sheria ima na Allah subhanahu wa ta'ala ama na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kinyume na hapo ambao haitakuwa imewekwa na Allah na mtume wake, hiyo sio ibada. Manake hatuwezi sisi kusema hii ni ibada ama hii ni khairi alafu Allah asione wala mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam asione. Manake tunaona kuonesha kwamba hii ni ibada ambayo ni tawqifia ama hizi ni ibadati ambazo ni tawqifia. Allah subhanahu wa ta'ala alisemaje? Wabidhalika umirtu, manake hivyo ndivyo nilivyoamrishwa mimi. Wa ana awwalul muslimin, wa ana awwalul muslimin ay awwalu man yamtathilu min hadhihi al-umma, mimi ndio mwanzo kabisa katika kutekeleza yale yaliyopo katika huu umma. Walillahi alhamd. Hai, tunaingia katika aya nyingine ama aya nyingine alizoziweka hapa al-allama al-Sheikh al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Anasema al-allama al-Mujaddid wa qawlihi ta'ala, na kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala katika kuelezea haya masala ya kuchinja, fasalli li rabbika wanhar, katika suratul Kauthar aya ya pili anasema Allah subhanahu wa ta'ala fasalli li rabbika wanhar, yani swali na uchinje kwa ajili ya Mola wako. Swali na uchinje kwa ajili ya Mola wako. Maana kikuonesha ibada zote hizi ambazo tunazifanya, hii ya sala na hii ya kuchinja ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa pia tunaona Allah subhanahu wa ta'ala ameunganisha tena ibada ya sala na nini? Na kuchinja, kama alivyounganisha katika aya tulizosoma mwanzo, qul inna salati wa nusuki. Hapa imeunganisha sala na kuchinja. Tukija katika hii fasalli li rabbika wanhar, pia imeunganishwa sala na kuchinja. Bado hii yote ni kuonesha kuchinja pia ni katika ibada kubwa ambazo Waislamu yafaa ibada zetu hizi tuzielekezeni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anaelezea hapa katika kusherehesha Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah, anasema fasalli li rabbika ay la li ghairihi, bimaana kama hii swala tuswali kwa ajili ya Allah, swali kwa ajili ya Mola wako, la li ghairihi, usiswali kwa asiyekuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wanhar ay idhbah, pia vile vile lillah, fasalli li rabbika wanhar, kama ni kuswali swali kwa ajili ya Mola wako, na kama ni kuchinja pia chinja kwa ajili ya Mola wako. Nafikiri tunakwenda pamoja mpaka hapo. Anasema sasa maana ya ujumla sasa katika hii aya, al-maana al-ijmali lil-aya, ya'muru Allahu nabiyahu sallallahu alayhi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala anamuamrisha mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ayakhlisa lahu fi salatihi, kuwa na ikhlas, yani kumtakasia ama kutakasa yeye katika sala yake. Bimaana anaposwali aswali kwa ikhlas, bimaana aswali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dhabihatihi, na kichinjwa chake pia akielekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hii ikiwa ni mukhalifan lilmushrikin alladhina ya'buduna ghayra Allah, ikiwa ni kwenda kinyume na washirikina, mkukhalifu washirikina. Mushrikuna wao walikuwa wakimwabudu asiyekuwa Allah, pia vile vile kuchinja kwao pia washirikina wanachinja kwa asiyekuwa Allah. Kwa hivyo sisi tufanyeni hivi, tuchinje kwa ajili ya Allah, hii ikiwa ni mukhalifa lilmushrikin, kwenda kinyume na kuwapinga washirikina, kwa sababu wao washirikina walikuwa wanamwabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala,
mukhalifa lilmushrikina alladhina ya'buduna ghayra Allah wa yanharuna lilawthan. Na wao walikuwa kichinja kwa masanamu, kwa kichinja kwa ajili ya masanamu, kwa ajili ya miungu yao, si kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada hii ya kichinjo walikuwa kichinja kwa masanamu, si kwa ajili ya Allah. Munasabatu al-ayati lilbab anna adh-dhabha ibadatun yajibu ikhlasuha lillah wa sarfuha lighayrihi shirkun akbar. Munasaba wa hii aya katika mlango huu wa kuchinja kwa asiyekuwa Allah, tunaweza kuona hapa kwamba kuchinja ni ibada. Anna dhabha ibadatun, hakika ya kuchinja ni ibada. Kwa hivyo yajibu ikhlasuha lillah, inapasa ama inafaa ibada hii, ni lazima ibada hii tuifanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sarfuha lighairihi, na kuipeleka ibada hii kwa asiyekuwa Allah, kuipeleka ibada hii kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, shirkun akbar, ni shirki ambayo, shirki kubwa kabisa, inamtoa mtu katika Uislamu, fukuza mtu katika rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Hai ma yustafadu min al-aya, faida tunazozipata katika aya hii. Faida tunayoipata katika aya hii, faida ya kwanza, tunaweza kuona anna dhabha, pia vile vile bado tunaweza kuona, kwa sababu leo tunazungumzia babu ma jaa fi dhabhi li ghairi Allah, yale yaliyokuja kunako mtu kuchinja kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bado leo tuko na hapo, na tuko katika aya mbalimbali zinazoelezea kuhusiana na makatazo ya watu kuchinja kwa asiyekuwa Allah, na maelekezo na wajibu wa watu kuchinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faida tunazozipata katika aya hii, fasalli li rabbika wanhar, anna dhabha li ghairi llahi shirkun akbar li'annahu ibadatun wa sarfu al-ibadati li ghairi llahi shirkun akbar. Hakika kuchinja kwa asiyekuwa Allah ni shirki kubwa, na kwa sababu kuchinja ni ibada, na vile vile kuipeleka ibada kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni shirki kubwa. Faida ya pili, anna salata wa dhabha min a'zami al-ibadat. Vile vile kama katika aya zilizopita, tunaweza kuona pia bado katika aya hii tunaendelea kuoneshwa hakika ya sala na hakika ya kuchinja ni katika a'zamul ibadat, ni ibada kubwa, ni ibada kubwa hizi ambazo yafaa watu tuzielekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ni makosa na ni shirki kubwa ikiwa watu watazielekeza kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Faida ya tatu na ya mwisho, anna salata wa dhabha lillahi min a'zami madhahiri shukri na'am, hakika sala na kuchinja ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, pia vile vile ni katika kudhihirisha shukrani ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema. Yani ikiwa mtu yataka kudhihirisha shukrani yake kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema mbalimbali alizokuwa nazo, bas kwanza kabisa shukrani kubwa, yani tusiishie tu kusema alhamdulillah, shukrani kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwanza kabisa ikiwa ni kutekeleza ibada ya sala kwa wakati wake. Pia vile vile hata tukija katika kuchinja, tunachinja kwa ajili ya Allah, pia vile vile ikiwa ni katika kuonesha shukrani kwa Allah. Na pia vile vile tunaona vichinjwa vingi ambavyo tumewekewa sisi katika Uislamu, vyote hivyo miongoni mwa sababu pia ni katika kuonesha shukrani mbele ya Allah. Mathalan kichinjwa cha hakika, le mtoto amezaliwa kumfanyia mtoto wako hakika, moja katika asbab, ikiwa pia vile vile hakika ni sunna, pia vile vile ni katika kuonesha shukrani kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia ukapata mtoto. Pia vile vile kuna kichinjwa cha udhiya, miongoni mwa asbab pia ama miongoni mwa yaliyomo ndani ya kichinjwa cha udhiya ni katika kuonesha pia shukrani, kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa tukija katika hii fasalli li rabbika wanhar, ndani yake pia tunaona hakika sala na kuchinja ni kwa ajili ya Allah, na pia vile vile ni katika mambo makubwa ya kudhihirisha shukrani ya neema kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu ata bil fa'i ad-dallati ala sabab, kwa sababu hii kumekuja nafaa, yani imeanza nafaa
fasalli li rabbika wanhar. Kabla ya hapo ilianza nini? Ilianza habari inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar. Yani kuna jambo ambalo Mtume sallallahu alayhi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala alimpa kama neema kwake yeye, inna a'tainaka al-kauthar. Sasa hii aliyopewa hii kauthar, ndipo sasa ikaja kama wataka kumshukuru Allah, basi fanya hivi, fasalli li rabbika wanhar, swali kwa ajili ya Mola wako na chinja pia kwa ajili ya Mola wako. Ndio maana imekuja fa innahu ata bil fa'i adallati ala sabab lianna fi'la dhalika sababun lilqiyami bishukri ma a'tahu min alkauthar. Kwa sababu hiyo inakuja kusimama, ama kitendo hicho kinakuja kusimama kuwa kama shukurani, kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale aliyomfanyia mtume wake, ma a'tahu min alkauthar, yale aliyompa katika kauthar. Maana tunaona Allah subhanahu wa ta'ala katika neema alizompa mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ni katika hii kauthar, inna a'tainaka al-kauthar, kama ilivyokuja katika Qur'ani. Kisha fasalli li rabbika wanhar, anaelezea hapa al-Allama al-Fawzani fa innahu ata bil fa'i, imekuja kwa fa ama imeanza kwa fa, fasalli li rabbika wanhar. Hii ni dalat ala sabab, ikiwa inaonyesha kwamba kuna sababu, na miongoni mwa hizo sababu ni nini? Ni kushukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, hizo ni ayati ambazo tumeanza nazo leo katika mlango huu ambao tumeuanza pia leo, ikiwa ni katika kuelezea babu majaa fi dhabhi li ghairi Allah, yale iliyokuja kunako kuchinja kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, kuna hadithi pia ambazo zinaendelea katika kuelezea mlango huu. Maana hapo tumeanza na aya, kuna hadithi pia ambazo zinaendelea katika kuelezea mlango huu yaliyokuja katika watu kuchinja kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, katika makatazo na hukumu ya suala hilo. Fikiri hizi hadithi tutakuja kuendelea nazo siku ya kesho biidhnillahi ta'ala. Naombeni niishie hapo kwa siku ya leo, sitakuwa na la ziada tena. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Tumuombeni Allah subhanahu wa ta'ala tujalie kuwa miongoni mwa wale wenye kusikiliza maneno yake yaliyokuwa mazuri na kuyafanyia kazi. Jazakumullahu khair. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.